ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من برنامج شرح اسماء الله الحسنى. هيني لقاء ya pili katika silsila ya liqa zetu kuelezea majina ya Allah azza wa jalla yaliokuwa mazuri. Na halqa ya leo biidhnillah azza wa jalla natahaddathu fihi an ismin jalil min a'zami asma'illahi ta'ala. Tunaelezea jina miongoni mwa majina matukufu ya Allah azza wa jalla ambao ni ismu Ar-Rahman. Jina Allah azza wa jalla Ar-Rahman. Tuelewa ikhwa, kujua majina Allah azza wa jalla yalikuwa mazuri ni ilmu tukufu sana, ambayo kadri mja anavyozidi kumjua Mola wake kupitia majina yake na sifa yake, ndio kadri imani ya mja inavyozidi, na khashia yake kwa Allah azza wa jalla, na mahabba kumpenda Allah azza wa jalla na kumtukuza Allah azza wa jalla kwa zidi. Jina Allah azza wa jalla Ar-Rahman, nini maana yake? الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وهو المتصف بالرحمة الكاملة التي لا يشبهه فيها أحد. الرحمن ni ذو الرحمة، ولكن الله عز وجل mwenye rahma ambayo kwamba ilikuwa ni pana, rahma tukufu zaidi ambayo imeenea rahma yake kila kitu. Ar-Rahman ni rahma ya Allah azza wa jalla, kwamba Allah azza wa jalla ni mwenye rahma ambayo kwamba rahma kama vile hii imeenea katika kila kitu, kila kiumbe. Rahma ambayo kwamba inafikiwa, rahma ya Allah azza wa jalla inafikia kwa huyu kiumbe, basi inatokana na hii jina ya Allah azza wa jalla Ar-Rahman. Fahuwa almuttasifu birrahmati alkamila, Allah amesifika na rahma ambayo kwamba imekamilika, allati la yushbihuhu fiha ahad, ambapo kwamba rahma hii haifanani wala hakuna ambaye kwamba anafanana na Allah azza wa jalla katika rahma kama vile hii. يقول الله عز وجل في القرآن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فبدأ سبحانه وتعالى هذه السورة باسمه الرحمن. الله ameanza katika hii sura kwa jina yake, kutaja jina ya Ar-Rahman. ثم ذكر أعظم آثار رحمته، kisha kataja miongoni mwa athari kubwa za rahma yake, wa hiya ta'limu al-Qur'an, ni Allah azza wa jalla kumfundisha huyu binadamu Qur'an. Thumma khalq al-insan, na katika rahma yake Allah azza wa jalla kuumba binadamu, wa ta'limuhu al-bayan, na kumfundisha huyu mja bayan katika mambo ambayo kwamba yadullu ala anna a'zama rahmatin an'ama Allah bihi ala ibadihi hiya al-hidayah ila dini. Inaonyesha kwamba neema kubwa ambayo Allah azza wa jalla amempatia huyu binadamu ni neema ya kumuongoza katika bayan, kumuongoza katika dini yake. Asema subhanahu wa ta'ala: Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah azza wa jalla Ar-Rahman istawa 'ala al-'arsh, فجمع بين كمال الرحمة وكمال العلو والعظمة. Allah azza wa jalla akataja baina ukamilifu wa rahma yake kwamba yeye ni Rahman, na ukamilifu wa ujuu wake Allah azza wa jalla na utukufu, na kwamba Allah azza wa jalla yuko juu. Qala ta'ala: wa rahmati wasi'at kulla shay, rahma yangu imeenea na imetosheleza kila kitu. Fa kullu ni'matin fi dunya, neema yoyote ambayo binadamu anaiona katika hii dunia, wa kullu khairin yasilu ila al-ibad, na khairi yoyote ambayo kwamba inawafikia waja, wa kullu bala'in yusrafu anhum, na matatizo yoyote ambayo kwamba binadamu anatolewa, fa huwa min athari rahmatillahi subhanahu, yani katika athari ya rahma ya Allah azza wa jalla kwa viumbe wake. Ismu Ar-Rahman, jina Allah azza wa jalla Ar-Rahman, ni katika al-asma al-mukhtassa billah, ni katika majina ambayo kwamba Allah azza wa jalla amehusika nayo peke yake. Wamekubaliana ahlul ilm
على أن اسم الرحمن من الأسماء التي اختص الله بها نفسه. جينا الله عز وجل الرحمن نكت كما جينا بايو الله عز وجل أمه سكناي وبكياك، فلا يجوز أن يسمى به غيره. haifai mtu mwingine kujiita ama haifai mtu mwingine kuitwa na hii jina ya Allah azza wa jalla ambayo kwamba ni Rahman. Kuna majina ambayo kwamba binadamu anaweza kuitwa kwa kusifika na ile sifa, mfano al-Karim, al-Aziz wa ghairiha, lakini ismu Rahman ni katika isma ambayo kwamba ikhtassa Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla amehusika pekee na hii jina. Qala ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Allah azza wa jalla anamwambia Muhammad au ambia Quraysh, qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman. Wanakataa Quraysh wewe kumuita Allah na kumuita Rahman. Allah anasema ud'u Allah, muite Allah azza wa jalla, au ud'u ar-Rahman, au muombe Rahman. Manake hii yote ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna, jina yoyote ambayo kwamba utaitumia Allah azza wa jalla yuko na majina nzuri. Falidhalika Allah ni mmoja na majina yake yote ni mazuri. Qala subhanahu ar-Rahman fas'al bihi khabira. Washirikina wa Makkah walikuwa wanakanusha hili jina. Faqala ta'ala wa idha qila lahum usjudu lirrahman, Allah akawaambia pale wakiambiwa Quraysh usjudu lirrahman, msujudieni arrahman, qalu wama arrahman, wasema huyu Rahmani ni nani? Huyu Rahmani ni nani? Na Allah azza wa jalla akawathibitishia na kumwambia Muhammad awaambie ud'u Allah aw ud'u arrahman ayyamma tad'u falahu al-asma'u al-husna. Itatujia jina baada ar-Rahman jina ar-Rahim. Ni ipi tofauti baina ya ar-Rahman na ar-Rahim? Wametaja ahlul ilm alayhim rahmatullahi ta'ala ala anna ar-Rahman yadullu ala ar-rahmah al-wasi'ah al-'azimah al-qa'imah billahi subhanahu. Wanatuambia Rahman ni rahma ambayo kwamba imeenea, tukufu, insimama kwa Allah azza wa jalla. Ama Rahim fayadullu ala rahmatihi allati yusiluha ila man yasha'u min ibadi. Ar-Rahim ni rahma ambayo kwamba Allah azza wa jalla anaifikisha kwa viumbe wake maalum. Falidhalik Ar-Rahman ni rahma ambayo kwamba imeenea kwa kila kitu, lakini Ar-Rahim ni rahma special, na itakuja maelezo yake katika jina kama vile hili. Jina ya Ar-Rahman imekuja ndani ya Qur'an takriban mara 57, na yote haya yanajulisha juu ya utukufu wa jina kama vile hii, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hupenda an yu'arrifa ibadahu binafsihi wasi'ati rahmati, kwamba Allah azza wa jalla anapenda kuwajulisha waja wake kwa nafsi yake, wamjue Allah azza wa jalla kwa rahma yake ambayo kwamba imekuwa ni pana. Katika sunna barakallahu fikum fi bayani si'ati rahmatillahi ta'ala, hadithi ambayo kwamba imethubutu kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hadith inda al-Bukhari wa inda Muslim, inaonyesha juu ya rahma ya Allah azza wa jalla. Asema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, lamma khalaqa Allahu al-khalq, Allah azza wa jalla alipoumba viumbe wake, kataba fi kitabi, Allah aliandika katika kitabu yake, fahuwa indahu fawqa al-arsh, kitabu akonayo Allah azza wa jalla katika arshi yake, kwamba inna rahmati ghalabat ghadabi, hakika rahma yangu mimi imeshinda na imezidi ghadhabu yangu. Manake Allah azza wa jalla yeye ni Rahman na huruma yake ni pana zaidi, imezidi mpaka ghadhab ya Allah azza wa jalla aliyo nayo. Katika sahihaini aidan anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna Allah arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Mtume alayhi salatu wassalam aliwaeleza masahaba zake baada ya kuona mwanamke ambaye kwamba alikuwa akimhag mtoto wake, akimkumbatia mtoto wake ambaye kwamba alikuwa ni akimnyonyesha. Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia masahaba zake, mwaona huyu mwanamama kwa hali kama vile hii anamkumbatia mtoto wake namna hii kwa upendo, mafikiri anaweza kumwadhibu mtoto wake kwa moto? Masahaba asema la. Mtume akamwambia inna Allaha arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha,
Allah azza wa jal ana huruma zaidi kwa waja wake kuliko hata huyu mwanamama huruma yake alionayo kwa mtoto wake. Ismu Ar-Rahman baina asma'illahi ta'ala, nafasi ya jina ya Ar-Rahman katika majina ya Allah azza wa jal. Ulama alayhim rahmatullahi ta'ala قسموا أسماء الله عز وجل باعتبارات متعددة، ومكوانا مدينة الله عز وجل كتك اعتبار تفوتي نهاية تنتاج بإذن الله عز وجل كلا تنبقوا تنتاج مدينة نتنفوندليا كتك هيني علمه وسبب ملانغو أسماء الله عز وجل لنا صفات نكتك ملانغو مكب سانا كتك منهج أهل السنة والجماعة. وكزنغتيا ufupi wa hii barnamij hatutaki kurafusha, itakuwa tukitaja baadhi ya qawaid ambazo kwamba zinafungamana na asmaullahi azza wa jal kila pale tunapokuwa tunapita katika majina za Allah azza wa jal. Sasa katika asmaullahi azza wa jal, majina za Allah azza wa jal, ulama alayhim rahmatullahi ta'ala wanataja asma ambazo kwamba tadullu ala dhat. Qismu ya kwanza, aina ya kwanza ya majina za Allah azza wa jal ni majina ambayo kwamba inajulisha juu ya dhati ya Allah azza wa jalla, misal ismu Allah, mfano jina ya Allah au al-ahad au as-samad. Haya ni majina directly inajulisha juu ya dhati ya Allah azza wa jalla. Lakini asma ambazo kwamba tadullu ala sifatillah, kuna majina ambayo kwamba inajulisha juu ya sifat za Allah azza wa jalla, na hizi majina ulama alayhim rahmatullahi ta'ala wameziganyiza. Katika hizi sifa kuna sifat ambazo kwamba ni sifat aljalal wal azama, sifa za Allah azza wa jal ambazo zinajulisha juu ya utukufu Allah azza wa jal na ukubwa wake. Mfano ismu Allah al-aziz, mfano ismu Allah al-jabbar, mfano ismu Allah al-mutakabbir, mfano al-qahhar. Hizi ni majina ambayo kwamba yanajulisha juu ya sifa zinazoashiria ukubwa wa Allah azza wa jal. Lakini aina ya pili ya sifa, sifatu aljamal warahma, sifa inayojulisha juu ya uzuri wa Allah azza wa jalla na rahma yake. Mfano sifat arrahman, na kadhalik arrahim, ama alkarim, ama alwadud, ama allatif wa ghayruha min sifati Allah. Falidhalika haya ni majina ambayo yanajulisha juu ya sifa nzuri na juu ya rahma ya Allah azza wa jalla. Lakini katika sifat kuna sifat ambazo kwamba tadullu ala al-kamal, zinajulisha juu ya ukamilifu wa Allah azza wa jalla. Mfano al-alim, ama al-hakim, ama al-sami' ama al-basir, na zote itakuja biidhnillah azza wa jalla. Lakini kadhalika kuna asma ambazo kwamba tadullu ala af'ali Allah azza wa jalla, asma tadullu ala af'ali Allah ta'ala المتعلقة بمشيئة الله، majina ambayo kwamba yanajulisha juu ya sifa za Allah azza wa jal ambazo zinafungamana na mashia, matashi ya Allah azza wa jal. Mfano al-khaliq, mfano al-bari, mfano al-musawwir, ama al-muhyi, ama al-mumit wa ghayriha min asma'illahi azza wa jal. Hizi majina yanajulisha juu ya vitendo vya Allah azza wa jal, kwamba Allah yuwaumba, Allah ni bari, Allah ni musawwir, Allah ni ar-razzaq wa ghayriha. Sasa hizi taksimat ambazo tumezitaja, kuna baadhi ya majina yanaweza yakaingia katika aqsam tofauti. Mfano jina ya Allah azza wa jal ar-Rahman, hii ambayo kwamba tuko nayo, hii ar-Rahman yadullu ala ذات الله، يدلش جوا الله ذات الله عز وجل. لكن كذلك يدل على صفة الرحمة، يدلش جوا صفة الله عز وجل مقام عن الرحمة وعلى أثرها في الخلق. فلذلك جينا موجة inaweza ikawa ni jina ambayo kwamba imekusanya nafasi mbili, ama aina mbili ya majina, ama aina tatu, ama aina moja. Lakini kadhalik kitu ambacho kwamba fatu ielewe katika asmaullah azza wa jalla ya kwamba kuna asma ambazo ni mukhtassa billahi ta'ala, la tutlaq ala ghayrihi. Hizi majina amesifika nazo Allah azza wa jalla, ni special za Allah azza wa jalla peke yake. Hakuna kiumbe ambaye kwamba yaweza kushiriki hii sifa kwa aina yoyote.
na hii jina. Mfano Allah, hakuna kiumbe uzaitwa Allah, tulitaja jana katika halaka ya mwanzo. Wa hakadha Ar-Rahman, hakuna kiumbe ambaye kwamba anaweza kusifika na sifa Ar-Rahman. Wa hakadha Al-Ahad au As-Samad, hizi ni majina ambazo kwamba Allah azza wa jalla ikhtassa biha. Allah amehusika na hizi majina peke yake, hakuna kiumbe ambaye kwamba yuweza kushiriki katika hizi sifa. Lakini kuna majina ambayo kwamba qad yusamma biha ghayru Allah ala wajhi at-taqyid, yanawezekana akaitwa majina haya asokuwa Allah azza wa jalla, lakini kwa qaid ma baqa kamaliha al-mutlaq lillahi wahda, kwamba ukamilifu wa majina haya utabakia ni kwa Allah azza wa jalla. Ila binadamu anakuwa na hii sifa lakini ikiwa ni muqayyad, haina kamal al-mutlaq. Mfano binadamu anaweza kuitwa Karim, binadamu anaweza kuitwa Rahim, binadamu anaweza kuitwa Aziz ama Hakim ama Sami' ama Basir, lakini Sami' ya binadamu akiwa anasikia haiwezi kuwa sawa na kusikia kwa Allah azza wa jalla. Binadamu akiwa anaona haiwezi kuwa ni kuona sawa na Allah azza wa jalla. Ama binadamu akiwa na hikma, ama akiwa na nguvu, ama akiwa ni mpole, ama akiwa ni mkarimu, haiwezi kuwa ukarimu wake na upole wake ni kama vile upole wa Allah azza wa jalla. Hizi ni baadhi ya kawaid ambazo kwamba zinafungamana na majina za Allah azza wa jalla, na biidhnillahi azza wa jalla hii itakuwa ni jina Ar-Rahman, itakuwa tumeelewa mauqii yake katika nafasi yake katika majina ya Allah azza wa jalla. Ibadallah, miongoni mwa athari ya jina ya Ar-Rahman, pale binadamu atapoamini jina ya Ar-Rahman, jambo la kwanza moyo wake utajaa mapenzi ya Allah azza wa jalla, kwani hadhihi an-nufus mafturatun ala hubbi man ahsana ilayha, zimeumbiwa hizi nafsi kumpenda yule ambaye kwamba anazifanyia ihsan. Fakaifa idha kana al-muhsin huwa Allah Ar-Rahman la tuhsa ni'ama, vipi huyo anayefanya ihsani hii akiwa ni Allah azza wa jalla, akiwa ni Rahman mwingi wa rehma, neema yake kwa hakika haiwezi kuhesabika. Allah azza wa jalla asema wama bikum min ni'matin famin Allah, neema mlizonazo nyinyi zatoka kwa Allah azza wa jalla. Sasa idha istash'ara al-'abd anna kulla ni'matin ya'ishuha inma hiya min rahmatillah, imtala'a qalbuhu hubban wa ta'dhiman lillah. Binadamu akihisi na akishaingia katika nafsi yake akaelewa ya kwamba hii neema ambayo kwamba anaishi inma hiya min rahmatillah, ni katika rahma ya Allah azza wa jalla, yaqini moyo wake utajaa upendo na utajaa ta'dhim, kumadhimisha Allah azza wa jalla. Lakini kadhalika miongoni mwa athari ya Muislamu kuamini jina ya Allah azza wa jalla Ar-Rahman, ni Muislamu atakuwa na husnul dhann billahi azza wa jalla, atakuwa na mdhania dhana njema Allah azza wa jalla. Pale mja atapoelewa ya kwamba Allah azza wa jalla yeye ni wasi'ur rahma, yeye ni mwenye rahma ambayo kwamba ni pana, hatokata tamaa hata kama atafikiwa na kila na aina ya matatizo na aina ya madhambi, bali atafanya mubadara kufanya tauba, kwa sababu anaelewa ya kwamba Allah azza wa jalla ni Ar-Rahman. Mtume alayhi salatu wassalam alieleza katika hadithi imetangulia ya kwamba Allah azza wa jalla arhamu biibadihi, Allah ana huruma zaidi kwa waja wake kuliko huyu mwanamama ambaye kwamba anamnyonyesha mtoto wake kwa upendo uliokuwa mkubwa. Sasa binadamu ukijua ya kwamba Allah azza wa jalla ana huruma zaidi kwako, ni pale kwamba utapofanya kosa lolote hutaogopa kusimama mbele ya Allah azza wa jalla na kumuomba msamaha kwa kosa kama vile ile, kwa kuwa Allah azza wa jalla ni Ar-Rahman. Allah tabaraka wa taala sema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema ewe Muhammad kuambia waja wangu ambao kwamba wamefanya israf, kufanyia madhambi nafsi zao, wakafanya israfu za maovu, la taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa na rahma ya Allah azza wa jalla. Fala yajtami'u fi qalbi almu'min ma'rifatu arrahman ma'a alqanut wal ya's, haiwezi kusanyika katika kifua cha mja kumjua Ar-Rahman na kadhalika kuwa na qanut na kukata tamaa na rahma ya Allah azza. Miongoni mwa athari za kuamini jina ya Allah azza wa jalla Ar-Rahman
ni kathrat at-tauba wal istighfar. Binadamu atakithirisha kufanya tauba kwa Allah azza wa jalla. Kullama izdada al-abdu ma'rifatan bi rahmatillah, kila mja anapozidi kujua rahma ya Allah azza wa jalla, izdada rujuan ilayhi, atazidi kurudi kwake Allah azza wa jalla. Allah sema wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi, yeye Allah azza wa jalla ndio ambaye kwamba yuwapokea tauba za waja wake pale wanapotubia kwake Allah azza wa jalla. Kwa Allah ni rahim, Allah ni rahman, yaqbal taubata ibadihi, anakupokea tauba ya waja wake. Lakini miongoni mwa athari ya kuamini jina ya Allah azza wa jalla Ar-Rahman ni ar-rahma bil khalq. Huyu mja atakuwa na rahma, atakuwa ni mpole, atakuwa na huruma kwa waja. Hii ni katika a'zam athari al-iman bismi ar-Rahman. Miongoni mwa athari kubwa za kuamini jina ya Allah azza wa jalla an yakuna al-abdu rahiman bin nas, ni mja akuwe ni rahim, ni mpole kwa wenzie, ni mpole kwa viumbe wa Allah azza wa jalla. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wale wapole anawahurumia Ar-Rahman, nyinyi wahurumieni walioko katika ardhi, atakuhurumieni aliyoko mbinguni. Asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah, yoyote ambaye kwamba wahurumii watu, Allah azza wa jalla hatumhurumia. Kuwa mpole kwa watoto wako, kuwa mpole kwa bibi yako, kuwa mpole kwa wazazi wako, kuwa mpole kwa majirani zako, kuwa mpole kwa watu madhaifu ambao kwamba hawajiwezi, kuwa mpole kwa mafakiri, bali kuwa mpole hata kwa wanyama, kuwa mpole mpaka kwa wanyama. Hizi zote ni katika athari ya iman ya kuamini hii jina ya Allah azza wa jalla. Wa illa vipi unaamini ya kwamba Allah azza wa jalla ni Rahman kisha wewe mwenyewe huyu ni Rahim kwa waja wa Allah azza wa jalla? Ukielewa ya kwamba Allah azza wa jalla ni Rahman, ukaelewa ya kwamba rahma yake Allah azza wa jalla imetangulia ghadhabu yake, na ya kwamba Allah azza wa jalla amefungua milango ya tauba kwa waja wake, na kwamba neema yake yote ni katika athari ya rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, la shaka moyo wako utajaa upendo kumpenda Allah azza wa jalla na kumtarajia Allah azza wa jalla, na kuwa na dhana njema kwa Allah azza wa jalla, na kuwa na huruma kwa waja wa Allah azza wa jalla. Nas'alullah ar-Rahman an yashmalana bi rahmatihi al-wasi'a wa an yaghfira dhunubana wa an yastura uyubana wa an yarhama walidina wa yaj'alana min ibadihi al-marhumin wa an yarzuqana al-ilma an-nafi' wal-amala as-salih. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.